Amen. Amen. Ebu tumshukuru Mungu kwa sababu ya neema na kibali, pamoja na kwamba kuna changamoto za hapa na pale za umeme, lakini bado tunamwamini Mungu kwamba ni mwema na mwaminifu, na kila ambacho amekusudia hakuna giza linaloweza likashinda. Leo tunakwenda kuangalia somo muhimu kwa muda, alafu tunakwenda kumaliza na maombi na maombezi pia kwa mpenzi msikilizaji. Wengine wametuma message, ninaona hapa wanahitaji maombi. Kaa tu mkao wa kula na mkao wa kuhudumiwa na Mungu, kwa sababu yupo ili apate kutusaidia. Tunasema tunakwenda kuangalia somo linalosema kama wangelijua wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Kama wangelijua wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Na kitabu tunachokwenda kukiangalia ni kitabu kile cha Korinto wa kwanza ile sura ya 2. Korinto wa kwanza 2 ule mstari wa 4 hadi wa 9. Mstari wa 4 hadi wa 9. Biblia inasema, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu ya Mungu. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila sio hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambao wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangelijua wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wapendao. Mungu alibariki neno lake. Nilitangulia kusema, ndugu, ya kwamba tuko kwenye kipindi cha Pasaka, na tuko kwenye maandalizi ya sherehe mbalimbali kwa mataifa mbalimbali juu ya tukio hili muhimu ambalo limefanyika miaka 2000 iliyopita, la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kusulubiwa. Na yako maandiko mengi ambaye yanaeleza kilichotokea kutokana na tukio hili, na mimi leo nimepiki kitu kidogo tu juu ya hii hekima ya Mungu aliyoiachilia kwa mwanadamu wakati wa kusulubishwa kwa Bwana wetu ambaye ni Baba utukufu, Yesu Kristo. Kwa mistari ambayo nimesoma, Paulo anajaribu kuwaeleza Wakorinto juu ya mafundisho yake na mazungumzo yake kutokuwa na hila, lakini yalikuwa yameambatana na nguvu inayotolewa na Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, Paulo anasema katika kuhubiri habari za Kristo hakuwa anahubiri kwa lengo au kwa njia au kwa namna ya ushawishi wa akili za watu juu ya mafundisho ama juu ya hotuba alikuwa anatoa, lakini alikuwa anafundisha na kuhubiri ambako kuliambatana na nguvu ya Mungu au udhihirisho wa nguvu ya Mungu, na hiyo nguvu ya Mungu iliyotolewa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anasema alihubiri mahubiri yale, na alifundisha na alizungumza mambo hayo
ili kusudi watu imani zao au matarajio yao au mategemeo yao yasiwe kwenye hekima za kibinadamu, bali katika nguvu ya Mungu. Na pale tunapozungumzia habari za msalaba, huwe na uhakika tunazungumzia nguvu ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo huwezi ukatofautisha msalaba na nguvu ya Mungu. Na pale hazungumzii msalaba, anazungumzia neno la msalaba. Maana yake kuna ujumbe wa msaada wa mwanadamu Mungu ameuweka katika msalaba. Uko ujumbe wa maisha ya mtu duniani, uko ujumbe wa taasisi, uko ujumbe wa watawala, uko ujumbe wa wanadamu wote ulimwenguni ambao Mungu ameuweka msalabani pale, ambao katika huo msalaba ndani yake ameachilia ujumbe ambao kila mmoja na nafasi ya kwenda kuona na kwenda kuchukua kile ambacho kinamuhusu pale msalabani. Na ndio maana katika msalaba hatuendi kwa kigrupu. Msalaba unamuhusu mtu mmoja baada ya mwingine. Msalaba unahusika na mimi na wewe. Msalaba uko kwa ajili ya kila mtu ambaye anahitaji msaada kutoka kwa Mungu. Biblia inasema kama ambavyo Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba, wakamtazama ili wapate kuishi, na ndivyo hivyo mwana wa Adamu ameinuliwa juu ili wamwaminio wapate kuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo unaona wazi kabisa tunapozungumzia msalaba ama Pasaka, tunazungumzia jambo la msingi na la muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Tunazungumzia mpango wa Mungu kurudi kumsaidia mwanadamu. Tunazungumzia mpango wa Mungu kumponya mwanadamu ambaye alikuwa amesumbuka na kuhangaika na mateso mengi. Sasa Paulo anajaribu kuzungumza juu ya mahubiri yanayohusiana na Kristo na ishu ya msalaba na ujumbe wa msalaba, ambayo haufuatani tu na maneno tupu. Sio swala la kuzungumza tu Yesu alikufa akafufuka. Sio swala la kusema juu ya namna ambavyo alipita kwenye mateso hatua kwa hatua, lakini natakiwa ni maneno yaambatane na nguvu ya Mungu ambayo ndani yake inatengeneza mabadiliko na mageuko kwa maisha ya mtu. Ndio maana nasema maneno aliyokuwa na yahubiri na kufundisha hayakuwa yenye kushawishi akili za watu, wala sio ya ujanja, wala sio ya furaha na watu kuchangamka, bali ni maneno yanayoambatana na udhihirisho wa nguvu za Mungu katika maisha ya mtu, ambayo yanalenga kubadilisha na kumgeuza mwanadamu arudi kwenye kile ambacho Mungu alikusudia. Kwa hiyo Paulo anasema alifanya mahubiri hayo ya Kristo ili imani za watu zisiwe katika hekima ya kibinadamu, bali katika nguvu ya Mungu, bali katika uweza wa Mungu ambao ndani yake una mabadiliko. Unaweza ukasherekea Pasaka na ukashiriki habari za msalaba kama sehemu ya msalaba, kama sehemu ya historia ama sehemu ya hadithi, lakini usipate kile ambacho unakitakiwa ukipate sasa. Na mimi ninazungumza wazi ili kukuandaa kwa ajili ya kile ambacho ule msalaba ulitoa miaka mingi iliyopita. Hata sasa unaweza ukatoa tena. Uliofa uzima, unaofa tena uzima tena. Uliofa mafanikio, unaofa mafanikio tena. Maana huyu Mungu wetu tunayemwabudu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na msalaba haujapungua nguvu yake. Ulitenda kwa kipindi cha kina Paulo, kwa kipindi cha kina Petro, na mpaka sasa ule msalaba unafanya kazi. Na kinachotakiwa ni watu wajue kile ambacho msalaba umebeba. Ndio maana sio swala la msalaba tu, ni swala la ujumbe wa Mungu alioweka kwenye msalaba. Kama alivyoweka msaada wake kwa wana wa Israeli ili wakimtazama yule nyoka wa shaba wapate kuponywa. Kwa hiyo utii wa kile ambacho Mungu amesema ndio ulitoa matokeo ya wale watu kuponywa. Na utii wetu kwenye kutazama
kile ambacho Mungu amesema juu ya msalaba wake, ndio unaweza ukatengeneza uponyaji, ndio unaweza ukatengeneza uzima, ndio unaweza ukatengeneza ushindi leo, ushindi kwa familia, ushindi kwenye kazi, ushindi kwenye taasisi, ushindi kwenye jumuiya, na ushindi kwa watu wote. Kumbuka, Yesu amekuja kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Baada ya wanadamu kupita kwenye vipindi vigumu na vizito, baada ya kuwa mbali na Kristo ama mbali na Mungu, Mungu anajaribu kuwarejesha tena katika mkono wake, ili mwanadamu aishi kwa kufuata kile ambacho Mungu anataka, si kile ambacho mapepo yanataka. Kwa kufuata kile ambacho Mungu anataka, si kile ambacho yeye huyu mtu anataka. Msalaba unazungumzia mpango wa Mungu kwa mwanadamu, unazungumzia kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Ndio maana Paulo anajaribu kueleza wazi kabisa juu ya kile ambacho anasema kwamba anahubiri habari za msalaba kwa hekima, na hiyo hekima iko kwa ajili ya wakamilifu. Ila watu wa dunia ambao wanafuata hekima hawawezi wakajua habari za msalaba. Ndio maana Biblia inasema neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, hawaelewi, hawajui. Lakini sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Sasa pale Paulo amezungumzia hekima ya Mungu ambaye imefichwa kwenye msalaba, lakini pia amezungumzia hekima ya kidunia, hekima ya kidunia, hekima ya kidunia. Sasa huwe na uhakika ya kwamba tunapozungumzia hekima ya kidunia ambayo wanadamu wanayo, hii inatokana na mafunzo. Hekima ya kibinadamu inatokana na mafunzo mbalimbali ambayo mwanadamu anayo: mafunzo ya uchumi, mafunzo ya sheria, mafunzo ya hisabati, mafunzo ya sayansi, mafunzo ya uhasibu, na mafunzo mbalimbali ambayo mwanadamu anayapata. Anapata hekima ya dunia. Lakini hii hekima kwa kanisani haiwezi katusaidia, kwa sababu kanisani tunazungumzia hekima ya Mungu ambayo inaletwa na Roho Mtakatifu kwa watu wake. Na hii hekima ya Mungu Biblia inasema imefichwa, ambayo inasema ilifichwa wakati Mungu anaumba dunia, ilikuwa imefichwa, imekuja kufunuliwa na nguvu ya msalaba. Hayo mafunzo yote ambayo mwanadamu anayapata, anaonekana amesoma uchumi, anaonekana ni mtu wa heshima, anaonekana amesoma sheria, anaonekana ni mtu wa heshima, anaonekana anajua hisabati, anaonekana ni mtu wa heshima, anaonekana amesoma sayansi, anaonekana ni mtu wa heshima, anaonekana amesoma uhasibu, anaonekana ni mtu wa heshima. Mafunzo hayo yote ya kidunia ni mazuri, lakini ni hekima ya kidunia ambayo kwenye mambo ya rohoni haiwezi kumsaidia, haiwezi kumwokoa, haiwezi kumponya, haiwezi kubadilisha maisha yake. Na Paulo anang'ang'ana na kusema ya kwamba hekima anayofundisha ni hekima ya Mungu ambayo ndani yake ni siri ya Mungu iliyojificha. Hii ni hekima zaidi ya hekima zingine zote ambazo zimewahi kuwepo hapa duniani. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Paulo anajaribu kubadilisha mawazo ya Wakorinto ili macho yao yaende kwenye hekima ya Mungu na wala sio hekima ya kidunia. Yaende kwenye hekima ya Mungu ambayo ndiyo ndani yake ina msalaba ambayo Mungu amekusudia. Mpenzi msikilizaji wangu, iko hekima ambayo ni hekima ya kidunia. Si mbaya, ni nzuri. Ni hekima ambayo wanadamu wanapata, ni ujuzi wanaopata. Lakini kuna hekima zaidi ambayo hiko zaidi, inamsaidia mtu kujua mpango wa Mungu aliyokusudia juu ya maisha yake, kusudi la Mungu aliyokusudia juu ya maisha yake, kusudio la Mungu aliyokusudia juu ya maisha ya familia yake. Hiyo huikuti darasani, hiyo huikuti kwenye elimu ya sayansi, hiyo huikuti kwenye elimu ya hisabati, hiyo huikuti kwenye elimu ya jiografia,
Hiyo unakuta kwenye elimu ya Mungu ambaye imefichwa ndani ya Kristo. Ndio maana Mungu kumtoa Kristo, maana yake ni kumrudisha Kristo kwa wanadamu, ili wanadamu wajue mpango ambao Mungu amekusudia kwa ajili ya maisha yao, na mawazo ambayo Mungu ameyaweka kwa ajili ya maisha yao, na mpango Mungu ambaye Mungu ameuandaa kwa ajili ya maisha yao. Hiyo inafunuliwa na Roho. Inafunuliwa na Roho. Inawekwa wazi na Roho Mtakatifu. Inawekwa peupe na Roho Mtakatifu, na sio ya kila mtu. Ndio maana watu wenye hekima za kidunia wanaweza wakawadharau watu wenye hekima ya kimungu, lakini hekima ya kimungu ndiyo hekima iliyo juu ya hekima zozote zile katika dunia. Hekima ya binadamu hii ina mipaka. Hekima ya Mungu haina mipaka. Inaachilia uzima, inaachilia afya, inaachilia uponyaji, inaachilia ushindi, inaachilia amani. Ndicho Paulo, ambaye ni mtu aliyesoma na alikuwa ni mtu mkuu katika elimu ya kipindi kile, alikuwa anajaribu kuwaeleza Wakorinto juu ya mtazamo wao ambao walikuwa nao katika eneo zima la hali ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo anaeleza wazi tena ya kwamba hii hekima ambayo ninaita hekima ya msalaba ya Mungu ni hekima iliyokuwa imefichwa, ni hekima iliyokuwa sirini, ambayo watawala hawakuijua, wafalme hawakuijua, viongozi wa dini hawakuijua. Ndio maana nimesema kama wangeijua wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Viongozi wa dini ya Kiyahudi, viongozi katika serikali ya Kirumi walimsulubisha Yesu bila kujua. Huo ulikuwa ni mpango wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu. Yalikuwa ni makusudi ya Mungu aliyokusudia ya kumwokoa mwanadamu. Mungu alivyomuumba mwanadamu katika bustani ya Edeni, alimuweka mwanadamu afurahie uumbaji wake ambaye alikusudia. Ndio maana alimtengenezea siku 5 za maandalizi, ili huyu mwanadamu akae maisha ya furaha na maisha ya amani. Alitumia siku 5 kumwandalia mazingira mwanadamu kukaa, na siku ya 6 akamuumba mwanadamu, na siku ya 7 Mungu akapumzika. Maandalizi yote hayo ya kumtengenezea mwanadamu mazingira ya kuishi, Mungu alitaka mwanadamu aishi maisha yenye utukufu na maisha ya furaha. Ndio maana ilikuwa nafikia kila jioni Mungu alikuwa anamtembelea mwanadamu, akitengeneza fellowship na mwanadamu, akitengeneza ushirika na mwanadamu. Adamu na Hawa walikuwa mwariki, lakini Mungu mwenyewe alikuwa anakwenda kwenye bustani ya Edeni na kuangalia uumbaji wake ulivyo, na kufurahia uumbaji wake ulivyo, na kushirikiana na Adamu na Hawa katika kile ambacho walikuwa wanafanya fellowship. Na lazima ujue kazi mojawapo ya Mungu kumuumba mtu ni ili mtu afanye ushirikiano na Mungu. Mungu anahitaji ushirika. Mungu anahitaji ushirikiano na mtu. Amemuumba mwanadamu ili washirikiane. Ndio maana kuna sala inayosema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika au ushirikiano wa Roho Mtakatifu ukae nanyi siku zote. Kinachozungumzwa hapo ni fellowship. Mungu anahitaji kushirikiana na mtu. Mungu anahitaji kushirikiana na mtu, na mahusiano ndiye anajenga ushirikiano. Lakini bahati mbaya ule ushirikiano ulikatika baada ya mwanadamu kufanya dhambi. Baada ya mwanadamu kufanya dhambi, ushirikiano ukakata, mahusiano yakakata. Mtu alikuwa anatembelewa na Mungu hata bila mwaliko.
Lakini baada ya dhambi, unaona sheria ya maombi inatokeza tena pale. Mungu anasema, nanyi mtaniomba nami mtafanya, nanyi mtanitafuta. Unaona, ndipo sheria ya maombi inatengenezwa pale, kwamba issue ya Mungu kumtembelea mwanadamu tena sio automatic, haiendi moja kwa moja, ni mpaka mwanadamu hahitaji msaada ndipo Mungu apate kufika. Ndio maana kama mwanadamu haombi na atembei kwenye njia za Mungu, sio rahisi kutembea kwenye ushirikiano na kimungu, na maisha yake yanaweza akabaki katika hali ya uharibifu. Lakini sio tu hivyo, unaona mwanadamu alitolewa kwenye bustani ya Edeni. Unaona mwanadamu alifukuzwa mahali ambapo alikuwa amekaa kwa starehe, mahali ambapo kulikuwa hakuna magonjwa, mahali ambapo kulikuwa hakuna mateso, mahali ambapo kulikuwa hakuna majuto, mahali ambapo alikuwa anafurahia uwepo wa Mungu masaa yote. Maana unapozungumzia bustani ya Edeni, unazungumzia eneo ambalo ulimwengu wa kiroho unakutana na ulimwengu wa kimwili. Ni mahali ambapo Mungu anatembelea watu wake. Ni mahali ambapo Mungu anajifunua na kujidhihirisha kwa watu wake. Hiyo ndio maana ya Edeni. Ndio maana ni jambo muhimu sana kwa watu kuweza kujua kwamba Mungu anachotafuta ni ushirikiano. Mungu hatafuti dini, wala hana mpango wa dini, wala dini haina mpango wa kwenda mbinguni. Mungu anamtafuta mtu ambaye katika yeye anataka atumie kujifunua na makusudi yake yapate kujulikana. Lakini dhambi ilikuwa ni kizuizi na kikwazo kikubwa iliyosababisha fellowship kati ya Mungu na mwanadamu ikakata. Lakini atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye baada ya dhambi alianzisha mkakati na mbinu ya kuanza kumrudisha mwanadamu tena katika uwepo. Ndio maana yuko Adamu wa pili ambaye amekuja, anayeitwa Yesu Kristo. Usimtazame Yesu kwa jicho la dini, hautamuona. Mtazame Yesu kwa jicho la ufalme, ndio utaona amebeba nini ndani ya maisha yake kwa ajili ya maisha ya kwako. Na Mungu alimuweka kama fidia ya adhabu ambayo sisi tulikosea. Ndio maana nasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti iliingia ulimwenguni. Lakini kupitia huyo Adamu wa pili tunatembea tena katika uzima na ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kutokana na kitendo na mikakati ambayo Mungu aliandaa tena kumrudisha mwanadamu kwenye mipaka yake, ndipo alipoweza kumleta Yesu tena duniani. Kwa hiyo alipoishi ile miaka aliyoishi na mambo alivyokuwa anafanya, na wakuu wa dini na viongozi watawala wakasimama kumsulubisha, hawakujua ya kwamba ilikuwa ni njia ya Mungu ya kuelekea kwenye wokovu na ukombozi wa wanadamu ambao walikuwa wamepotea. Hiyo ndiye anasema kama wangelijua wasingelimsulubisha mwana wa Adamu. Hawakujua ya kwamba ulikuwa ni mpango kamili, na wao walitumika kwa ajili ya kukamilisha kile ambacho Mungu alitumia kwa ajili ya kumrudisha mwanadamu kwenye mpango wake, kwenye kusudi lake, kwenye neema aliyoikusudia. Ndio maana anasema kama wangelijua ya kwamba wanakwenda kukamilisha kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia, wasingelifanya. Na kama shetani naye angelijua, maana ilikuwa ni siri imefichwa, ya kwamba anawatumia hao watawala kumsulubisha Yesu, ya kwamba kupitia msalaba huo huo unakuja kuwa tatizo kwake, kupitia damu hiyo hiyo aliyoimwaga inakuja kuwa tatizo kwake, shetani asingethubutu kufanya. Lakini ilikuwa ni hekima ya Mungu iliyofichwa ili watekeleze. Alafu mijeredi hile aliyotumia kumpiga Yesu, ndiyo hiyo hiyo, mapigo hayo hayo Mungu ayatumie kwa ajili ya uponyaji wa watu wake. Haleluya, haleluya. Ndio maana nasema kwa kupigwa kwake tumeponywa. Leo tunashuhudia watu wanaponywa kwa mapigo ya Yesu. Alipigwa. Alikuwa anapigwa na mijeredi hile ambayo mbele ya ule mjeredi kulikuwa kuna kama ndoano.
alikuwa akipigwa, ile ndoano inakwenda kushika mwili wa Yesu. Yule aliyekuwa na chapa alikuwa akivuta, alikuwa anavuta na nyama. Kila pigo alikuwa anapigwa lilikuwa linaibuka na nyama. Ndio maana anasema alikuwa ni mtu wa huzuni nyingi. Alikuwa amechakaa, alikuwa amechakazwa na yale mapigo, alikuwa amechakazwa na ile ndoano. Alikuwa ni mtu wa huzunike, hakuwa anatamanika. Lakini adui ya kujua ya kwamba mapigo hayo hayo yalikuwa yanatengeneza uponyaji baina ya mimi na wewe, yalikuwa yanatengeneza uponyaji baina ya familia zetu, yalikuwa yanarudisha maisha ya mwanadamu ili apate kutembea kwenye afya na kwenye ushindi ambao Mungu alikuwa ameukusudia kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Walitumia msalaba huo tena, wakasema tukomeshe sasa. Wakasema tukomeshe, tumweke msalabani, tumsulubishe ili habari zake ziishe. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kwa kufanya vile, hawakujua msalaba huo ulikuwa unatumika tena kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Sasa kama wangelijua, wasingemsulubisha mwana wa Adamu. Unaposoma habari za msalaba, unasoma habari za mambo makuu ambayo Mungu amefanya, mambo makuu ambayo Mungu ameyafanya. Kwa mfano, unaposoma Wafilipi 2:6 mpaka 11, unaona Mungu anazungumza habari za Yesu kutii. Anatii mpaka mauti ya msalaba, na anapotii mpaka mauti ya msalaba, alafu Mungu anamkirimia jina lipitalo kila jina. Hilo jina lenye nguvu na mamlaka Yesu amelipata msalabani. Amelipata msalabani, limepata nguvu msalabani. Ndio maana leo jina la Yesu ni jina linalopita majina yote. Kupitia jina hilo linatumika kama silaha kubwa ya kufunika majina mengine yoyote. Hilo jina lina nguvu mbinguni, hilo jina lina nguvu kuzimu, hilo jina lina nguvu duniani, lina mamlaka. Hiyo mamlaka imepatikana baada ya mauti. Ile mauti ya msalaba ndio iliweza kupush na kuimpawa hili jina likawa ni jina kupita majina yote. Kwa hiyo juu ya jina hili majina mengine yanakosa mahana. Juu ya jina hili majina mengine yanazisalimisha na kunyenyekea. Linapoitwa jina la Yesu, majina mengine yanakosa maana kabisa. Haijalishi ni majina ya watu walioko angani, haijalishi wako ardhini, haijalishi wako kuzimu. Jina la Yesu linapoitwa linaachilia ushindi mkubwa dhidi ya miliki zozote za giza. Majina mengine yanasalimu amri, majina mengine yanakosa maana, majina mengine yanapoteza thamani. Hiyo heshima ameipata wapi? Ameipata kwenye msalaba. Ndio maana kama wangelijua ya kwamba mwana wa Adamu akisurubiwa, jina la Yesu linachukua nafasi, wasingemsurubisha. Penzi mtazamaji, msikilizaji wangu, inapenda nikwambie hivi: msalaba uko kwa ajili yako. Liko jina lipitalo kila jina, ambalo kupitia jina hilo msalaba umeachilia ushindi mkubwa. Haijalishi kuna majina gani yamekusumbua, haijalishi ni majina ya magonjwa ya aina gani, haijalishi ni majina ya watu wanaohofiwa kiasi gani, itia jina la Yesu ili upate kuona likifanya kazi. Linapoitwa, kila kitu kinasalenda, kila jambo linasalenda kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Kwa dakika hizi tupate mapumziko kidogo, alafu turudi kwenye maombi kabla ya kuhitimisha. Amen. Amen. Mchungaji Josephat Madaraka, na huo ndio ujumbe ambao amekuja nao.